Wengi tulitarajia kwamba vijana wetu wa Senegal labda wataweza kusonga mahali. DRC Congo labda ndio timu ambazo walikuwa tunazo moyo kuweza kusonga mahali, lakini haikuwa hivyo msikilizaji. So tunarudi pale pale kwenye disappointment. Tulikuwa na timu 9 kati ya 10 ambazo zimeweza kufuzu katika kombe lile la dunia awamu ya 32. DRC Congo mara ya kwanza ikiweza kuweka historia kuweza kufika katika hatua hiyo ya muondoano, lakini uchezaji wao haukuweza kufanya waweze kutoka na ushindi katika mechi ya jana. So tunakwenda namna hii. Baada ya France na Mexico kuweza kumalizika po juzi alfajiri, jana ilikuwa ni zamu ya mataifa matatu kuweza kushuka dimbani. Taifa la kwanza ambalo liweza kushuka mapema ilikuwa ni kati ya Uingereza dhidi ya DRC Congo, mechi ambayo ilikuwa na ushawishi mkubwa sana wa wachezaji kutoka eneo la bench, ama kwa wachezaji ambao ilikuwa ni waje waweze kuendeleza pale ambapo wenzao waliweza kuachia kipindi cha pili. Na England iliweza kuonesha ubora wa haiba kutokana na hilo. Uingereza walikuja vizuri na lakini baada ya kipindi cha pili, kipindi cha kwanza DR Congo waliweza kuonesha kwamba sisi tuna uwezo wa kuweza kucheza kama timu na kuweza kuibuka na ushindi. Dakika 7 tu Sipenga aliweza kutikisa wavu, dakika 7 kutoka pasi ya Mbemba na kuweza kuwapatia kifua mbele kipindi cha kwanza dakika ya 7. Mpira ulikuwa mgumu kweli kweli kwa Uingereza. Walijaribu kuweza kutafuta nafasi nyingi sana za kuweza kufunga, lakini DR Congo walikuwa wanacheza na nidhamu ya hali ya juu kweli kweli. Kama uliangalia mpira wa jana, ingekuwa mpira unaisha kipindi cha kwanza peke yake, tungeweza kusema kwamba it was one of the best performance ambao DR Congo ameweza kudisplay kwenye World Cup ya mwaka huu. Na naweza kusema kwa kinywa kipana sana, timu inapocheza kwa ushirikiano, timu inapocheza kwa kusaidiana, inaweza kufika mbali sana, mbali na ule ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Tuliweza kuliona hapo jana katika timu ambazo zina wachezaji wa ubora wa mmoja mmoja, Ufaransa, Uingereza, Ureno, Portugal ni timu ambazo zina ubora wa mchezaji mmoja mmoja. DR Congo ni tofauti, wachezaji wenye ubora mmoja mmoja ni kidogo sana. Labda unaweza kumzungumzia Yon Wissa, unaweza kumzungumzia labda Sipenga, unaweza kumzungumzia Wan-Bissaka, Tuanzebe, labda wachezaji ambao unaweza kusema kwamba hawa unaweza kuwaingiza katika timu ya taifa ya Uingereza na kidogo labda wakapata hata kama ni substitutes. So Uingereza jana walijisahau katika hilo na wakadhibiwa kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili DR Congo wakaja na mbinu tofauti. Nafikiri hiyo mbinu kidogo iliweza kuwatesa. Na kocha Thomas Tuchel aliona udhaifu wa Uingereza kipindi cha kwanza, kipindi cha pili akaweza kubadilisha masuala mawili matatu. Kitu ambacho Uingereza ilifanya wakafungwa mapema, nafikiri ni upande wote ule wa kushoto ama upande wa kulia ambao kuanzia right back, mid upande ya kulia pamoja na upande ule wa wing.